kwa kuwa kuna upotoshwaji ambao unaendelea unaofanywa na aliyekuwa katibu mwenezi ndugu yetu Humphrey Polepole kuhusiana na fedha hizi, na akitoa tuhuma kwamba zaidi ya trilioni 4 zimefanyiwa ubadhilifu. Na kwa kuwa yeye hata juzi nilipomsikiliza alisema kama kuna mtu anaona ana ukweli mwingine ajitokeze na aseme. Sisi kwanza tunampongeza mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na mgombea wetu kwa kuwa mstahimilivu na kwa kuamua kuwa kimya. Lakini pia kwa wananchi, namna ambavyo wameendelea kumdharau na kutomwamini huyu ndugu Polepole. Lakini mimi kama mgombea wa ubunge wa jimbo hili ambaye ni sehemu ya wanufaika wa fedha nyingi zilizotokana na mkopo ule, nimeona nisikae kimya. Lakini pia mimi nilikuwa mjumbe wa kamati ya bunge ya bajeti, ambayo ni kamati pekee iliyopewa fursa wakati mchakato huu unaanza wa kufuatilia mkopo huu kutoka shirika la fedha duniani kwa ajili ya kushughulikia masuala ya athari za uviko. Sasa nikaona leo nitumie fursa hii kutoa upande mwingine wa shilingi. Ndugu zangu wa Tanzania, serikali hii ya awamu ya 6 ni kweli kama ambavyo tunafahamu, mwaka 2021 mwezi wa 10 tulitangaziwa kupatikana kwa fedha za zaidi ya trilioni 1 na bilioni 300. Na sisi tuliokuwa wajumbe wa kamati ya bajeti tuliitwa bungeni Dodoma, tukapokea mchanganuo wa namna ambavyo serikali imejipanga, kwa sababu wakati huo kulikuwa hakuna vikao vya bunge. Kwa hiyo kwa utaratibu kamati ya bajeti ikapokea fedha, mpango wa serikali inazielekeza vipi zile fedha. Kwa hiyo zile trilioni 1 na bilioni 300, zaidi ya bilioni 200 kama 50 zilipelekwa serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini ile trilioni 1 iligawanywa kwenye wizara mbalimbali. Na ndio maana hapa nipo, kwa sababu Polepole amekuwa kijinadi, alikuwa mwenyekiti wa kamati ya TAMISEMI na ushughulika na wizara ya TAMISEMI ambayo inaitwa USEMI. Sasa ile kamati isingeweza kushughulikia fedha zote, kwa sababu zile fedha ziligawanywa kwenye sekta mbalimbali. Sekta ya afya ilipata zaidi ya bilioni 469, sekta ya maji ilipata bilioni 129, sekta ya maliasili sekta ya utalii ilipata bilioni 90, sekta ya elimu ya juu ilipata kama bilioni 64, sekta ya afya ndio nishaisema. Kwa hiyo si kweli kwamba yeye anaweza akajua fedha zote zilitumikaje, kwa sababu yeye alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya TAMISEMI, ambayo yeye zile fedha za bilioni 467 ambazo bilioni 367 ambazo zilipelekwa kwenye mikoa mbalimbali, na mkoa wetu wa Pwani sisi tulipata bilioni 13 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa. Sasa yeye anasema kulikuwa na bajeti kuu. Ni kweli. Tulitoka kupitisha bajeti kuu ya serikali mwezi wa 6 2021, bajeti ya 21-22. Na katika bajeti ile TAMISEMI iliidhinishiwa takriban trilioni 7. Katika hizo trilioni 7, trilioni 4.6 zilikuwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Trilioni 2.9 zilikuwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Na hapa kama kuna Watanzania wanaweza wakaipata ile bajeti ya 21-22 ya wizara ya TAMISEMI, na hata nyinyi waandishi nitawapatia. Katika zile trilioni 2.9 miradi yote iliainishwa pale. Hakuna mradi wa ujenzi wa madarasa, kulikuwa na ukarabati wa madarasa, kumalizia maboma, ambapo bajeti yake ilikuwa takribani katika kumalizia maboma yote ilikuwa kama bilioni 23,162, na mapato ya ndani walipangiwa kama bilioni 17. Kwa hiyo kama bilioni 140 na miradi mbalimbali, ujenzi wa majengo, kulikuwa na ukamilishaji wa zahanati, kulikuwa na masuala ya maabara,
katika kulikuwa na ujenzi wa matundu ya vyoo, lakini hakukuwa na ujenzi wa madarasa mapya. Kwa hiyo kiasi cha fedha kilichoongezeka kwenye bajeti ya 21-22 kwenye hii ofisi ya Rais TAMISEMI ilikuwa ni ujenzi wa madarasa mapya, na ndio hizo zilikuwa zaidi ya bilioni 367. Sasa ukijumlisha na zile ambazo ziliidhinishwa tangu awali bilioni 2.9 unapata kama bilioni 3. Kwa hiyo swala la kusema kwamba fedha hazikutumika au zilifanyiwa ubadhilifu haikuwa sawa, na kwamba hazikuwa trilioni 4. Hizi pesa zilikuwa kila wizara. Kwa mfano Wizara ya Maji wao na kamati ya Bunge ya Maji ilihusika na pesa za bilioni 129. Wizara ya Maliasili na kamati ya Bunge pengine ilisimamia fedha kama bilioni 90. Sisi kamati ya bajeti tulisimamia fedha zote trilioni 1. Kwa hiyo Polepole anapozungumza kwamba fedha za uviko zilifanyiwa matumizi ambayo haikuwa sahihi, si mkweli. Na kiukweli mimi naungana na Watanzania wengi ambao tumeona tija ya fedha hizi. Kulikuwa na upungufu wa madarasa. Kwa mfano mkoa wa Pwani tulikuwa na upungufu wa madarasa 422. Kwa hiyo tulipata bilioni 8 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa 422, na hapa Bagamoyo tulipata madarasa 120 upande wa shule ya msingi, na ndipo pale kulikuwa na ile madarasa shikizi. Zipo shule ambazo watoto walikuwa wanaenda mbali, wananchi wamejenga madarasa mawili, serikali ndio ilipopata ule mkopo ikaamua kujenga madarasa shikizi kwa yale maeneo yanayotoka watoto mbali. Lakini fedha zile kwa mfano kwenye zilizoenda kwenye sekta ya afya ni fedha ambazo zimeacha alama kubwa. Ujenzi wa wodi za dharura. Nchi hii zilikuwa na wodi za dharura kama 4 tu katika hospitali ya Rufaa Muhimbili na zile hospitali za kanda kubwa. Lakini leo hata hapa halmashauri ya wilaya Bagamoyo kuna wodi ya dharura, ni miongoni mwa wodi za dharura takriban 87 zilizojengwa kwenye halmashauri za wilaya kwa mara ya kwanza tangu tumepata uhuru, lakini zote zimetokana na hizi fedha za uviko. Lakini ni fedha ambazo pia ziliwezesha, leo tuna vifaa tiba vya kisasa, CT scan kila mkoa. Wakati awali kulikuwa na CT scan ambazo zilikuwa kama 7. Leo tuna 37 nchi nzima, na ni baada ya fedha za uviko. Lakini tulikuwa na MRI 5 tu. Lakini fedha zile za uviko zilichangia kuwa na MRI zimefika 9, lakini ziliwezesha pia ununuzi wa ambulance. Sisi ya halmashauri yetu ya Bagamoyo kwa kipindi cha miaka 4.5 tuna ambulance 8, ambapo awali tulikuwa na ambulance 4. Hizi 4 zingine zimetokana na fedha hizi za uviko. Kwa hiyo ni kweli mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali alifanya ukaguzi mahususi wa fedha hizi. Na kwa sababu gani? Mojawapo ya masharti ya shirika la fedha duniani ilikuwa hizi fedha kwanza zitumike ndani ya miezi 6, lakini pia zikaguliwe. Kwa hiyo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali alivyozikagua hizi fedha, mapungufu yalikuwepo, na ripoti hapa tunayo, nitawapatia waandishi wa habari. Lakini kwa kawaida mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali akishakagua, akishaainisha mapungufu, hatua inayofuata wale waliokaguliwa wanapewa fursa ya kujibu hoja za ukaguzi. Hauwezi hoja ya ukaguzi inapowasilishwa haiwi ufisadi pale mara tu inapowasilishwa, lakini wale wakaguliwa wanapewa fursa, walijibu, na ndio maana kupitia majibu ya hoja zile serikali hii imekuwa ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, na hapa hata hiyo ya uviko ninayo hapa nitawapatia. Lakini zile ambazo zilikuwa zinafuata serikali imekuwa ikipata hati safi, kwa sababu ni kwamba yale mapungufu ambayo yaliainishwa, kwa mfano kulikuwa na mapungufu kwa zilikuwa zijafika, au ujenzi wa madarasa haujakamilika, au ile mitambo ya maji haijafika, yale ndio yalikuwa mapungufu ambayo yameainishwa. Sasa huo haukuwa ufisadi, kwa sababu baadaye magari yale yalifika ya ambulance, mitambo ile ya kuchimba visima ilifika, na kila mkoa tumepata. Sisi mkoa wetu wa Pwani mtambo ule tumechimbiwa visima 135, na hapa jimbo la Bagamoyo tumepata visima 5 na huduma za maji zinapatikana. Na uwezo ukasema kwamba
Mchango wa bilioni 129 za fedha za uviko kwenye sekta ya maji ni mkubwa. Sisi hapa tulipata miradi ya maji katika kata Fkayosi ambako hakuwahi kupata maji, lakini kupitia zile bilioni 3 ambazo tulipewa mkoa wa Pwani kwa ajili ya kila jimbo mradi wa maji mmoja, miradi yote ilifanikiwa na maji yalipatikana. Kwa hiyo mimi nilisema kwa kuwa alialika watu ambao pengine wanaweza wakawa na ukweli mwingineo, nataka niwaambie Watanzania taarifa hizi zote zipo. Taarifa haziwezi Polepole hawezi akawa anajua matumizi ya fedha zote za uviko kwa sababu alikuwa anasimamia kamati moja ya TAMISEMI. Lakini nataka niseme kwa zile taarifa ambazo zilikaguliwa za fedha za uviko zilikuwa zinaenda katika kila wizara, na ndio hapa leo nataka niseme taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, hata hii tulioijadili mwaka wa fedha huu ulioisha 23-24, serikali kuu taasisi 531 zote zilipata hati safi. Hakuna iliyopata hati mbaya, hakuna iliyopata hati yenye mashaka, hakuna ambayo ilipata hati ambayo pengine mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ameshindwa kutoa maoni. Na ukilinganisha na mwaka 2021 hati ambazo zilikuwa zinaridhisha kwa serikali kuu zilikuwa 315. Kwa hiyo utaona maboresho ambayo serikali ya awamu ya 6 imefanya katika usimamizi wa fedha na matumizi. Hivyo hivyo kwenye serikali za mitaa ambako hizo fedha zilikuja pia za madarasa mwaka huu wa 23-24, halmashauri zote 184 zimepata hati safi, ukilinganisha na halmashauri 176 mwaka 2020-2021. Kwa hiyo utaona kwamba maneno propaganda zinazoendelea za kuonyesha kwamba fedha nyingi zinapotea. Mtu pekee ambaye amepewa wajibu huo kikatiba kwa mujibu wa ibara 143 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kwa hiyo mimi nilisemee hilo kwamba fedha za uviko ambazo nchi zingine zilitumia kwa ajili ya ujenzi wa ununuzi wa sanitizer, ununuzi wa vitakasa, ununuzi wa vifaa vidogo vidogo, lakini sisi serikali yetu ya awamu ya 6 kupitia maono ya kiongozi wetu ambaye ni mgombea wetu urais, na hapa ninasema sio kwa sababu labda ni labda uchawa au natafuta cheo. Sitafuti cheo chochote kwa sababu nimekuwa kiongozi muda mrefu. Nimekuwa mkuu wa wilaya kama anavyojinafasi yeye Polepole, nimekuwa mjumbe wa neki kwa miaka 10, nimepata hata kwa naibu waziri. Lakini mimi kwa kuwa ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi, nina wajibu pia kwa kuwa pia ni mtaalamu. Nimewahi kuwa mkaguzi wa hesabu wa mkoa huu wa Pwani, nimekaa wizarani, najua mimi ukaguzi wa hesabu, najua kutafsiri taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa sababu nimeifanya ile kazi miaka 10. Kwa hiyo na ufahamu, ninajua hiyo kazi na nimeifanya, lakini ukweli unabaki pale pale. Mabadiliko, uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya afya, uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya utalii, uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya elimu, uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya elimu ya juu. Mchango mkubwa unatokana na maono na weledi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wa kutafuta vyanzo vingine vya mapato. Na ndio maana tulipopata mkopo huu wa trilioni 1 na bilioni 300 ambao umetumika Zanzibar na Tanzania bara, umetoa mchango mkubwa sana wa kuleta alama na kutatua changamoto za wananchi. Lakini pia mimi nimepata fursa ya kuzunguka nchi nzima, mikoa zaidi ya 20 kupitia Jumuiya ya Wanawake wa Tanzania, na tulikuwa tunakagua miradi ya maendeleo. Miradi inayosemea hata hii ya uviko hapa Pwani, mimi nimetembelea kama miradi 422. Hizi wodi za dharura nimeiona hapa ya Bagamoyo, nimetembelea Kisarawe, nimetembelea ya Chalinze, nimetembelea ya Rufiji, tumetembelea ya Mafia, ambako serikali imewekeza bilioni 1. Lakini matokeo ya jitihada zote hayo, kwa nini leo tunawiwa kuzisemea hatua hizo? Uwekezaji huu kwenye sekta ya afya, maboresho makubwa yaliyofanyika, yamepunguza vifo vya kina mama wajawazito na watoto. Hatua ya kupunguza vifo kutoka 556 kwa vizazi hai 100,000 mpaka 104 kwa vizazi hai 100,000. Na hapa Bagamoyo sisi
hata mwaka huu 2025 hatuna kifo cha mama mjamzito hata kimoja. Vimepungua kutoka 65 mpaka 33 kwa vizazi hai 100,000 kwa hapa halmashauri yetu ya Bagamoyo mwaka jana, lakini kwa mwaka huu hatuna kifo cha mama mjamzito. Lakini yote haya ni kutokana na jitihada na mchango wa fedha za uviko. Kwa mimi nitaka niseme kwa ndugu zangu wa Tanzania, tunaweza tunalisha matango pori, tujielekeze sana kwenye takwimu, tujielekeze sana kwenye kupitia taarifa mbalimbali. Taarifa ya CAG ipo, taarifa ya ukaguzi maalum wa uviko ipo, taarifa ya bajeti ya TAMISEMI ya 21 22 ipo, ambayo imeainisha miradi yote iliyoidhinishwa. Na hizi fedha tulipokwenda sasa 2022 Januari, bunge sheria ya bajeti ilitaka waziri wa fedha awasilishe supplementary budget, na aliwasilisha na iliidhinishwa. Kwa hiyo ilivyoidhinishwa na bunge, tulipokubali, zikaingia sasa kwenye mfumo wa kawaida wa bajeti na kazi ilikuwa inaendelea. Kwa hiyo hata ukichukua taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya 21 22 utaona pia ukaguzi ulivyofanyika na hizo fedha na huo ukaguzi maalum. Kwa hiyo nataka niseme hilo kwa upande wa fedha hizo. Nataka niwathibitishie wa Tanzania, mimi kwa nafasi yangu, kwa uzoefu wangu mdogo, na kwa kuwa nilifanya kazi ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, lakini nimekuwa mjumbe wa kamati ya bajeti muda mrefu, vipindi viwili, na lazima nikiri kwamba tulipohudumu kamati ya bajeti ya 2020 2025 tumeona mabadiliko makubwa kwa kipindi hiki. Hata zile fedha za maendeleo, upelekaji wa fedha za maendeleo ngazi za halmashauri, ngazi ya serikali kuu, kutoka asilimia 60 ya mwaka 2019 2020 kiasi kilitengwa zaidi ya trilioni 2, kilipelekwa trilioni 1 na point asilimia 60, kulinganisha na sasa mwaka wa fedha uliopita 23 24 25 tumefikia halmashauri zinapelekewa asilimia 95 ya fedha zote zilizotengwa. Ukipata fursa ya kupitia taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ameainisha kwa mfano kwenye ruzuku ya maendeleo ya wakati mama anaingia madarakani 2020 2021 halmashauri zilitengewa trilioni 1 na bilioni 500, lakini zilipelekewa trilioni 1 tu, asilimia 65. Lakini ukilinganisha na mwaka 23 24 halmashauri zilitengewa trilioni 2 kwa fedha za maendeleo 0.8, lakini walipelekewa trilioni 2 na 0.6, asilimia 93. Kwa hiyo mafuriko tunayoyaona kwenye mikutano ya Mheshimiwa Rais ni kutokana na utekelezaji wa ilani. La pili ambalo nilitaka pia niliseme kwa ndugu yetu Polepole, anaposema Mheshimiwa Rais au mgombea wetu wa urais haoni jipya linaloelezwa kwenye mikutano ile zaidi labda ya ahadi ndogo ndogo. Mimi nilikuwa nataka niseme tu, unapofika wakati wa uchaguzi, mkataba baina ya chama kinachoenda kuomba ridhaa na wananchi ni ilani ya uchaguzi. Na kwa sasa ilani ya uchaguzi iliyoandaliwa ni 2025 2030. Ilani ina vipaumbele zaidi ya 9. Na vile vipaumbele ambavyo mgombea wetu wa urais, mgombea wetu mwenza na sisi wagombea tunavyowasilisha, ambavyo ndio matamanio ya Watanzania. Licha ya kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 kwa kipindi cha miaka 4 na nusu, lakini upo ukweli kwamba yapo baadhi ya maeneo zipo changamoto. Sasa mgombea anaposema ya changamoto kwamba akiingia madarakani pengine atakuja hapa Pwani, kwa mfano atakapokuja hapa Bagamoyo, sisi sasa hivi upatikanaji wa maji ni 95%, lakini yapo baadhi ya maeneo upatikanaji wa maji bado hayajawafikia, ingawa kazi inaendelea. Kwa hiyo mgombea atakaposema kwamba yale maeneo ambayo maji hayajafikiwa mtafikiwa na maji kwa ilani hii, haimaanishi kwamba hakuna kazi kwenye sekta hii ambayo imefanyika. Kwa mfano mgombea anaposema leo kwamba katika siku 100 za mwanzo mgombea wetu wa urais amezisemea
bilioni 200 kwa ajili ya mikopo ya wafanyabiashara, wajasiriamali wadogo wadogo. Sisi hapa Bagamoyo kupitia ilani iliyopita kwa miaka 4.5 tumekopesha wananchi zaidi ya bilioni 1 na milioni 700. Lakini ukweli bado wengine hawajafikiwa kutokana na uhitaji mkubwa, mahitaji ni makubwa na wingi wa makundi hayo. Kwa hiyo mgombea wetu wa urais alipoona kwamba 10% zitaendelea lakini kuwe na mfuko wa ziada wa bilioni 200, hiyo sio kazi ya mkuu wa wilaya. Hiyo sio kazi ya mkuu wa mkoa. Kwa sababu kwanza hawapo kwenye mfumo ule wa masuala ya usimamizi wa fedha za serikali, kwa kuwa mchakato wa bajeti ya serikali unahusisha halmashauri na pale msimamizi wake ni mkurugenzi wa halmashauri, ndio afisa masuhuri. Unapofika serikali kuu, sisi tunatambua baraza la mawaziri ndio linaidhinisha bajeti ile ya mwisho na inakuja bungeni ambayo itawasilishwa na waziri wa fedha, lakini msimamizi wa serikali wa shughuli za serikali bungeni ni waziri mkuu. Kwa hiyo utarajii mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa kwamba atakuwa na uwezo wa kusemea ahadi yeye, akaitengeneza ahadi yeye, ila yeye atasimamia ahadi ambazo zimeainishwa kwenye ilani. Kwa hiyo vitendo lugha anazozitumia kwa sasa kwa kweli anapoteza mwelekeo. Huwezi kuamini kwamba alikuwa mjumbe wa kamati kuu, alipewa heshima na chama chetu. Lakini mimi nataka niseme, pamoja nasema kwamba si chuki, mimi namuona kama Polepole ana chuki binafsi. Ana chuki dhidi ya mgombea wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan licha ya kumpa fursa, na nasema ana chuki kwa sababu mambo mengine anayosemea yeye naye alikuwemo sehemu ya mfumo. Akiwa katibu mwenezi wa chama chetu, kulikuwa na michakato mbalimbali ya uchaguzi ndani ya chama, na ni nyakati hizo sikosoi kwa sababu na mimi ni mwanachama Chama cha Mapinduzi, lakini tuliona wimbi kubwa tu la wapinzani wanahamia chama chetu wakiwa wabunge, wanaacha hizo nafasi, na yeye amekuwa akisimamia kwa karibu, na hakukuwa na mchakato wote wa demokrasia ndani ya chama chetu. Wale walikuwa wanapewa nafasi moja kwa moja, anakuja anaacha upinzani, kesho yake anachukua fomu ya CCM, alikuwa asimamishwe mtu mwingine. Lakini wakati huu wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kama mwenyekiti wa chama chetu, tumeona wapinzani wa kweli wamerejea, wamechukua fomu kama wanachama wengine, wameshindanishwa kwenye kura za maoni, wapo walioshinda na wameteuliwa na wagombea, tofauti na wakati ule ambapo yeye alikuwa katibu mwenezi na hakuwa anasema chochote. Kitendo cha kuona kwamba kumkosoa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia wakati huu na mara kwa mara kwa maeneo ambayo yanafanywa maamuzi kama chama, na hata ninayotolea mfano kwa kuwa tuliamua kama chama, mimi naona yalikuwa sawa kwa wakati huo. Lakini hoja yangu inakuja anapokosoa sasa utaratibu na akiona tofauti, kuona kwamba pengine hakuna demokrasia ndani ya chama, kuona kwamba pengine hakuna demokrasia ndani ya nchi hii, malalamiko ambayo yalikuwepo. Na sisi kama chama chochote cha siasa kinabadilika kadri muda unavyoendelea. Kwa hiyo mimi ninavyoona binafsi, naona kama ni chuki dhidi ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na naamini pengine walikuwa na mpango mwingine ambao ulikuwa na nia ovu dhidi ya mwenyekiti wetu wa chama, kwa sababu kauli anazozitoa sasa, kwa mfano anaposema tunataka tuikomboe nchi, kwamba nchi ipo gizani. Haiwezi kuwa nchi ipo gizani, nchi ambayo kazi iliyofanyika inaonekana kwenye sekta zote kama ambavyo chache nilizozisema. Huwezi kusema nchi ipo gizani, nchi ambayo imetoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Huwezi kusema nchi ipo gizani kwa masuala tu ya demokrasia, ambapo vyama vyenyewe, baadhi ya vyama vimefanya maamuzi ya kutogombea, kutoshiriki uchaguzi, lakini vilikuwa na nafasi ya kushiriki. Kwa hiyo mimi nimuombe Polepole kwamba asione tu na CCM tunanyamaza kimya, kwamba hatuna ya kuzungumza. Tunayo ya kuzungumza, na yeye ni sehemu ya wale ambao awamu iliyopita pia walilalamikiwa. Akiwa katibu mwenezi alishiriki mambo ambayo pia hata sasa hivi pia analalamikiwa. Sasa mimi niseme tu mwenyekiti wetu, mimi kama nilivyo mbunge kipindi cha miaka 5 iliyopita, kwa swala zima la demokrasia, mimi niliona alijitahidi sana na alikuwa na nia thabiti. Kitendo cha kuunda kikosi kazi
na kutaka maridhiano, na alionyesha kwa vitendo kutaka maridhiano na vyama vya upinzani. Alionyesha kwa vitendo kutaka vyama vyote tusahau yaliyopita, na ndio maana kulikuwa na kikosi kazi, na yale mapendekezo ya kikosi kazi mojawapo ilikuwa ni kusubiri mchakato wa katiba ili zifanyike reforms zile kubwa kubwa. Kwa hiyo ni chama kimoja kinaamua wao kwamba kisiendane na maamuzi ya wengi, kwa sababu maamuzi ya wengi ndio maamuzi ambayo yakufuata. Kwa hiyo mimi niseme kwa hayo kwamba kiukweli wengi wana CCM na wananchi hatuvutiwi na namna ambavyo Polepole anaotisha hoja zake, na nyingi si za ukweli, kama ambavyo mimi nimeainisha hayo maeneo tu mawili, na anavyoziainisha tu ahadi za Mheshimiwa Rais, kutaja tu ujenzi wa miradi ya maji, labda ujenzi wa utoaji wa mikopo. Atende haki kuainisha pia ahadi za miradi ya kimkakati. Sisi Bagamoyo tuna ujenzi wa ilani, tuna ujenzi wa bandari kwenye ilani mpya, tuna ujenzi wa bandari ya uvuvi, lakini amtendee haki mheshimiwa pia amini, maana kuanza kwa miradi ni jambo lingine, lakini kukamilika kwa miradi ni jambo lingine.